lazima tuelewe what is to be a woman of God, what is to be a man of God. I'm not a man of God kwa sababu ninakuja hapa na tai. Hata nikitoa hii tai, I am a man of God. Hii tai sio man of God. Man of God ni mimi. Praise God. Ninaweza kuitoa na nivae ingine, au nivae bow tie. Na nikikasirika hapa nitakuja na bow tie siku moja, mkosa kuamini. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Roho ya Gehazi ni roho inaingilia maisha ya mtu, inakuja na kiburi, inakuja na madoidoi mengi isiyo ya Mungu. Unajiona kama duni au unajiona kama wewe ni wa maana sana, na ni roho ya udanganyifu. Believe in yourself and believe in what God has input in you. Na ujione wewe ni wa maana, na ujione wewe ni mrembo. Bwana asifiwe sana. Asubuhi unaamka, unaenda kwa kioo, unajiangalia kwa kioo, unajiangalia hivi, unajitaja jina, unasema hapo hapo. Unajiangalia kwa kioo, unasema hapo 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 hapo. Alafu unatoka ukiwa na neema ya Mungu. Hata mtu mkikutana na kwa barabara akwambie and you are very beautiful, unamwambia I know, I knew even before, I know it. You are not bringing a new story to me. I know I'm beautiful. Hiyo ndio maisha. Roho ya Gehazi ikiingia ndani ya mtu, inakuja inachukua kile kiko ndani yake. Mtu wa maana anakaa kama sio wa maana. Roho ya Gehazi ni roho ya kujiongoza. Roho ya kufanya nini? Ya kujiongoza na kujitawala. Elisha alikataa dhabihu ya Naaman. Naaman alikuwa na pesa, masanduku 2 ya pesa, na akakuja na mavazi, akakuja na kila kitu. Elisha akaikataa. Kwa nini? Sio kuchukua ni dhambi, kwa sababu kuna mahali alichukua, mahali kwingine hata ni yeye aliitisha, hata sio kupatiwa, lakini yeye alipatiwa akaikataa. Kwa nini alikataa? Aliangalia roho ya Naaman, akaona anampatia ili aweze kumcontrol, ili aweze kuwa anamwambia kile anataka, ili akitaka kutabiriwa vizuri anasema vile atatabiriwa, na yeye akasema rudi na mali yako, umepona. Biblia inasema Gehazi akakimbia, akafuata Naaman, akamkuta, akamwambia mzee, nabii amebadilisha mawazo, amesema sasa atachukua, amenituma nichukue pesa na nichukue mavazi, kwa sababu ana wageni 2 manabii wamemtembelea, hata wako hapa tumekuja na wao, uwapatie ni zao. Naaman akasema okay, akachukua pesa, akampatia mavazi, akampatia zawadi zingine. Gehazi wakaanza kurudi. Wakifika kwake, akachukua ile masanduku akaweka kwake, nguo akachukua akaweka kwake, akapanda mlima Kameli. Kufika Kameli akakuta Elisha. Akaulizwa na Elisha, ulikuwa wapi? Akasema I was just hanging around. Nilikuwa tu around here. Elisha akasema, roho yangu ilikuwa na wewe wakati ulikuwa mbali, ukipatiwa mali, ukipatiwa ile vitu nilikataa. Nilikuona, maana roho yangu ilikuwa na wewe, ninajua chochote ilitendeka. Na kutoka sasa, you will carry the leprosy of Naaman forever and ever. That is what Elisha said. The curse of Gehazi ikaingilia pale. Kwa nini? Yule anamuongoza
anamwambia tutafanya hii, yeye anakuja na kitu kingine. Anasema umesema hivi, lakini nitafanya hivi. The curse came upon his life. Mungu aliumba sisi tuongozwe na Mungu. Usikaishi maisha ambaye hauongozwi. Kuna watu, hakuna mtu anamuongoza, hana leader. There are people hata they don't want to be accountable, hata to the pastor. Hiyo inakuanga ni maroho ya kuongoza. Na ninasema this with all humility, people of God. Sisemi because I pride in anything that people are obedient. No, it's a principle. Roho ya Gehazi ikiingia mtu, hata pastor akisema kitu, badala ya kutii, kienda kule nje. Mmesikia vile pasi amesema leo? Pasi. Salimia mtu, mwambie ukiita pastor pasi. Fire for fire. Unajua michezo ingine inakuwa na watu katika nyumba ya Bwana, si ya Mungu. Hata mnaningojea pale nje tunasalimiana. High five. High. Pasi. Tunapigana kofi, tunaanza kusunguka hivi. Na mimi mtafuta wa kusunguka naye. Mtafuta wa kusunguka naye. Hiyo ni roho ya madharau na roho ya kukosa ona. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu mbaya kama pepo ya Gehazi ikikamata mtu hivi. Na mtu anaweza kuanza vizuri, baadaye anazoea. Ni vibaya kuzoea mafuta, ni vibaya kuzoea mtu wa Mungu, ni vibaya kuzoea Mungu. Bwana asifiwe sana. Ati ukienda, unajua mtu ambaye amezoea ni ukienda kwa maombi, kuomba kwa maombi, unaambia Mungu, Baba, kama jinsi vile niliomba jana na juzi, tenda hivyo. Si ulisikia? Kama vile nilikuomba miezi 3 iliyoiza, hakuna haja ya kuomba tena, endelea na ukatende. Hiyo ni maombi ya madharau. Umezoea Mungu, unachukua Mungu kama ni kawaida, presence ya Mungu kama ni kawaida. Roho ya Gehazi inasababisha Mungu wako umzoee. Unazoea nyumba ya Mungu, unazoea kujitolea, unazoea kutumikia Mungu, unazoea kufanya kazi ya Mungu, unazoea mpaka unafanya kama ni kawaida. Ni vibaya sana kuzoea. Kitaka kujua mtu amezoea, ako nyumbani, anapiga simu tu akiwa kwa kitanda Jumapili saa 4, napikia rafiki, umefika kwa church? Nimefika. Umefika kabisa? Mhubiri amesimama. Bado uko kwa nyumba, mhubiri amesimama, ako karibu. Hebu sasa nitoke niingie kwa bafu kabla aende sana, ninaona kama nitafika. Hiyo ni kuzoea. Ukizoea unachukua mambo juu. Roho ya Gehazi inasababisha mtu azoee uokofu. Unazoea uokofu. Unasema kwa sababu nilitoa ushuhuda la Asia, hakuna haja ya kutoa tena. Si walisikia? Hiyo ni kuzoea. Na uwezi ukaenda mbali katika hali ya kuzoea. Roho ya Gehazi, andika hii, ni roho ya kuongea uongo. Mambo yale itasababisha watu wa Mungu waingie jehanamu. Sio mambo makubwa. Wengine wanafikiri ati jehanamu utaingia kwa sababu ya usherati au kuwa jambazi. Maroho ya uongo ni roho ya Gehazi. Gehazi aulizwa ulikuwa wapi? Anasema I was in the area. Nilikuwa area. Ani uongo. Mara nyingine tunadanganya, na tunadanganya kama ni jambo la kawaida. Tunadanganya hata watoto wetu. Kitoka na mtoto anakufuata kwa geti, namwambia mami, rudi nyumbani, nikirudi jioni nitakuletea sweet. Mtoto anarudi tu akijipangusa machozi. Anangojea jioni akitarajia. Unaingia kwa nyumba, mtoto tu anakuangalia tu, the behavioral pattern kama utamuita hakuna.
Jioni ndio atakuja tu, akuja kurukie, switi yangu iko wapi? Switi chochote unasema fanya. Wakati mwingine ni madhabahu ya mahali tumetoka, kwa sababu tulizaliwa katika familia kumejaa madhabahu ya kudanganya. Mzee anadanganya mama, mama anadanganya mzee, wazazi wanadanganya watoto, watoto wanadanganya, na hiyo kacha imeingia in our society. Hata mashule ni madhabahu na ni roho ya Gehazi ya kunena uongo. Wakati mwingine hata ni ku-exaggerate. Tumeenda kwa crusade leo na watu wale waliokoka ni 5, lakini God was there. 2,000 people, 2,000, they were coming crying and crawling and roaring. 2,000. Na hiyo ni kitu inaingia kwetu rahisi sana. Hiyo ni roho ya Gehazi na inapeleka mtu mpaka jehanamu ndani. Jambo lingine linaonyesha roho ya Gehazi ni spiritual blindness. Spiritual blindness, kuwa kipofu wa kiroho. Spiritual blindness. Gehazi was blind spiritually. Na hakuna kitu kibaya kama kuwa kipofu. Hakuna kitu kibaya kama kuwa kipofu. Spiritual blindness. Mnakumbuka wakati jeshi la Syria lilikuja kupiga au kushika Elisha. Walikuja kutafuta Elisha kwa sababu alikuwa amekuwa too much. Gehazi akaangalia, akaona jeshi kubwa, akaanza kutetemeka. Akaenda akamwambia Elisha. Elisha akamwambia, ile jeshi iko upande wetu ni kubwa kuliko ile iko upande wao. Spiritual blindness. Mtu ambaye ni kipofu kiroho anatembea kulingana nini? Na kuona. Ukiwa spiritually blind, na ninataka kusema kitu hapa, unisikilize. Kama unataka kwenda mbali, salimia mtu, mwambie kama unataka kwenda mbali, anza kuongea mambo ambayo hauoni na macho. Bwana asifiwe sana. Nataka kwenda mbali katika hii maisha. Bwana asifiwe sana. Hata ukiwa hauna pesa, anza kujiita bilionea. Bilionea John, bilionea Mutiso, bilionea Omondi, bilionea Pamela, bilionea Alice. Unajipandika njia ya kitu ambacho hauoni. Kitu wa kufunguka macho ya kiroho. Bwana asifiwe sana. I am telling you the truth in the name of Jesus. Kama unataka kwenda mbali katika hii maisha, fungua macho ya kiroho uone mambo yale hauoni. Amen. Unataka kuwa wapi 3 years from today? Wewe unajua kile ungetaka kuwa miaka 3 ijao. Anza sasa kuongea juu yake. Anza kujiita hivyo. Anza kuamini hivyo. Na hivyo ndivyo Mungu atasababisha ukue. Kufunguka macho. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kama saa hii unajua, ninaona sasa tukituma kama timu hii yote, mnaweza kujaza ndege kutoka pale mpaka hapa, mnaweza kujaza ndege moja. Kale kadogo mnaweza. Kale kadogo. Ile kubwa itabeba kanisa yote. I look forward siku moja watu kama hao wote wanaingia ndege moja, tunawapeleka China, wanaenda kuhubiri. Tunasema na wao wengine laini nyingine yote wanaingia ndege nyingine, tunawapeleka Russia, wanaenda kuhubiri. Amen. Siku moja hiyo itakuja. Leo tunaweza kuonekana hapa tukiwa hapa kama watu ambao hawana mbele hawana nyuma, lakini Mungu wetu si adhumani. Mungu wetu si adhumani. Haleluya. Kuna siku moja kile kinaonekana kwa kiroho itakuja kuonekana. Bwana asifiwe sana. Kama haujaolewa na haujaoa, anza kuona mzee. Sema amen.
Sema amen. Uanze kusema kuona mzee. Unaweza hata kumpatia jina. Sema umeona Omondi, na ukiomba unasema Omondi wangu, nimekuona. Nimekuona Omondi wangu. Asante Omondi. Unafungua macho. Kile hakionekani unaona kwa macho ya kiroho. Hiyo ndio njia ya kuendelea mbele. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mimi ninakutabiria wewe unaniangalia hapa, na ninakuambia kama utashinda roho ya Gehazi, unaenda mbali katika jina la Yesu. Unaenda mbali katika jina la Yesu. Hiyo biashara kidogo unafanya, wewe ndio umeifunga. Wewe ndio umezuilia biashara kukua. Unakaa na biashara kidogo kwa sababu kila wakati unaroga biashara yako na maneno. Kila asubuhi leo ni biashara. Nani yako? Ni pesa yako. Wewe ndio ulienda ukaleta hiyo waru moja ukaweka pale. Wewe ndio ulileta hizo nyanya mbili ukaweka pale. Na unasema unadharau hiyo biashara. Anza kutabiri, unasema supermarket. Supermarket. Wewe mall unaipatia jina. Hiyo ndio njia ya imani ya kuinuka. Wacheni kujiroga. Wacheni kujiroga. Hapa kuna watu Mungu anaweza kusema atainua mtu mmoja ajenge kanisa kama hii peke yake. Bila shaking. Bila shaking. Kuna wakati utafika hapa katika hii nyumba, Mungu anainua one man. Mtu mmoja, na hata ukimwangalia uwezi anakuja tu na handbag yake. Mnaona kama ni mchezo. Anauliza pastor, bishop, ulisema hiyo project inahitaji pesa ngapi? Siandike sasa dada. Wacha maneno mingi, andika check. Tupigie Yesu. Tupigie Yesu makofi. Yes, ini imani. Ini imani. Kuna neema Bwana anaachilia kwa hii nyumba. Haleluya. Na ya kujidharau ya Gehazi itashindwa, na Mungu ataweza kufanya mambo makubwa katika nyumba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mimi nimekataa kile watu walisema, kile maroho za ukoo ilisema, kile maroho ya kijiji ilisema, kile maroho ya mji wa Thika ilisema juu yangu. Hiyo yote iko chini ya miguu yangu. Iko chini ya miguu yangu. Haleluya. Haleluya. Maono. Sema maono. Maono. Kupata maono ni bure. You don't haustahili kuwa na pesa. Bwana asifiwe sana. Dada, pata maono na uanze kuona ukitoboa. Hii vita, shetani akijua una maono atalala chini, atakuachilia. Atakuachilia. Ninatangaza katika jina la Yesu, hatutafungwa na roho ya Gehazi, hatutakaa na roho ya kuomboleza, na roho ya huzuni, na roho ya kudharauliwa. Sisi tuna Mungu, na shetani atalala chini tukiendelea. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Hata ukiwa ulipoteza nini, hata ukiwa shida zako zile umepitia hapo mbeleni ziko kiasi gani, haijalishi. Haijalishi. Yule anainuanga watu anaitwa Yehova, anaitwa Mungu wa Israeli. Haleluya. Haleluya. Na Mungu hapokeangi hongo. Haleluya. Mungu anajua kwako na ataulizia njia. Anajua mlango wa kwenu, anajua bedroom yako. Tajilete huko na ataletwa na malaika. Ataletwa na malaika. Atajilete wako, na huyo Mungu akikushika mkono hii atakuinua. Atakuinua. Alitoa Daudi kwa kichaka akamsimamisha, akatoa Danieli kwa tundu la sima akamuinua, akatoa Yusufu katikati ya ndugu zake mang'aa tupu akamuinua. Haleluya. Watu wanamchukia, watu wanamtaka apate babaya, lakini Mungu wa Israeli atakukuta mahali ulipo, atakuinua yeye mwenyewe. Hatawajaribu kukuroga, hatawajaribu kukuroga. Watakuroga, mtu anakuroga akiwa na nguo, anaona haurogeki.
Anatoa nguo anakuroga akiwa uchi. Baada ya kukuroga akiwa uchi anakufa, na unaendelea kuendelea mbele. Unaendelea mbele. Unaendelea mbele. Unaendelea mbele. Kuroga wataroga, lakini kukufa watakufa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Yule Mungu alikuokoa sio adhumani. Anajua na kuelekeza wapi, na yeye hajarukwa na kichwa. Anaelewa wewe ni nani. Maroho zote ambazo ziko kinyume na wewe, zote hazitakuwa na nafasi juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ninawatangazia kanisa siku ya leo. Ninawatangazia kanisa siku ya leo ya kwamba wakati wako wa kuinuliwa umefika. Wakati wako wa kubarikiwa umefika. Wakati wako wa kutumikia Mungu umefika. Wakati wako wa kutodharauliwa umefika. Hii shida unakaa kila wakati unafikiria vile watu wanakuona. Wananionanga namna gani? Wanaongeanga juu yangu namna gani? Wanafikirianga juu. Si wakitaka kufikiri wafikiri, si wana kichwa. Si wakitaka kuongea waongee, si wana mdomo. Yes, hiyo ni kazi yao. Lakini baada ya kufanya vituko vyao, wajue ya kwamba mimi niko mkononi wa Yehova. Niko mkononi wa Yehova. Niko mkononi wa Yehova. Na ile mitego yao wamekupangia itawakamata. 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 Haleluya. Kama kuna mtu aliniroga, nitajirogora. Haleluya. Kama kuna mtu alikuroga, utajirogora kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu yule ambaye amekuita, Mungu yule amekuokoa, ana uwezo na mamlaka. Ana uwezo na mamlaka. Hata kama mambo ya hapo mbeleni iliharibika, yule anaitengeneza sio shetani. Mungu wewe mwenyewe ndio atatengeneza. Shakapo ya makatapa yasa. Rikatapa. My sister, hata kama kabla ya kuokoka ulipata mtoto, na sisemi ya kwamba uende ukapate. Ukipata mtoto ukuja hapa nitakufukuza kanisa. Sema amen. Sema amen. Hiyo amen ni kidogo. Ninasema upate mtoto ukiwa hauna mzee. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Pigia Yesu Kristo makofi. Pigia Yesu Kristo. Mnajua watu wanapenda kanisa ile rahisi. Ati ni upendo. Kanisa wetu ana upendo. Endeni mtafute mwingi. Pastor wetu ana upendo. Nilienda huko nikapata mimba na nikakuja, pastor akaniombea, akabariki katoto, akakafunika na damu. Kabla tukafunike na damu, tutakutengeneza. Ukafunika na damu, tutakafunika kwa sababu kamezaliwa na kawezi kakatupwa. Lakini kabla tukakafunike, tutakutengeneza. Haleluya! Haleluya! Roho ya Gehazi inalete mzaha na mchezo kwa kanisa. Mchezo. Unaona watu wakiwa pale kwa madhabahu naimba, na ni mchezo mtupu. Na mtu amelala katika dhambi na ako pale. Hiyo drama. By fire. If you choose to serve God, live a righteous life. Kama maisha mazuri. Bwana asiwe sana. Be straight. Bwana asiwe sana. Be straight. Wacha kutuchanganya. Unless you have a demon. Bwana asiwe sana. Bwana asiwe sana. Bwana asiwe sana. Mnaenda mbinguni au mnaenda jehanamu? Mnaenda mbinguni. Basi hebu niongee. Kama ni mbinguni tutaelewana.
Bwana asifiwe sana. Unajua kama niko hapa ni wadanganye tu mwingie mwende jehanamu, ningetaka kusema ni sawa, lakini lazima niwaambie, kama tutatembea na Mungu tutalipa gharama ya utakatifu. Kama tutatembea na Mungu tutalipa gharama ya kupitia njia zake. Kama tutaona Mungu tutachagua njia zake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na una uwezo na mamlaka ya kukataa dhambi. Roho ile imesababisha kanisa ikose sauti, ni roho ya Gehazi. Roho ya Gehazi. Kama hapa ninaweza kuambia watu wakuji kutubu hapa, kama kuna kitu umefanya, kama ni kudanganya, kama ni kitu kingine, na stahili kuona karibu watu wote, kwa sababu hiyo maroho zinafanya kazi na zinatumiwa na shetani, na shetani anasema watu wasikatubu wawe mang'aa. Nini hiyo? anakaa pale akisema nini? Kudanganya nilidanganya, na kama singedanganya hiyo breakthrough ya biashara ingepatikana namna gani? Kudanganya nilidanganya, lakini siku moja ina shida. Mambo ile itapeleka watu jehanamu. Sio dhambi ya miaka 5. Siku ngapi? Au dakika 2 jehanamu. Roho ya Gehazi ninakuweka kwa kaburi. Roho ya Gehazi katika hii kanisa ninakuweka kaburi la sahau. Ninakuweka kwa kaburi kama pastor wa hii kanisa. Roho ya Gehazi hautatuzuilia in Jesus mighty name.